عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kutoka mtume صلى الله عليه وسلم amesema khairun nasi qarni watu bora zaidi ni wa karne yangu pia sasa bora ya watu lakini sawa sawa watu bora zaidi ni wa karne yangu khairun nasi watu bora watu walio bora kabisa na khair ni sigha ya tafdhil fanya takhfifu tu ikaondoshwa hamza yake ya af'al ilikuwa asili yake ni akhyaru nasi watu walio bora zaidi karni ni wale walio karne katika karne yangu maana ya karne katika maana ambayo ni mustaqir katika hivi sasa mtu akisema karne anakusudia miaka 100 ya ash-shamsiyya yani hii miaka ya kuzingatia jua lakini hapo zamani ilikuwa ikizingatiwa miaka ya al-hilaliya kwa Uislamu miaka ya mwezi muandamo ambayo katika kila mwaka kuna upungufu wa siku kadhaa ukilinganisha mwaka ya mwezi hii miladia na hilaliya kuna tofauti ya miaka kadhaa siku ngapi kuna siku zinapungua pale kwa hiyo karne ina maana ya miaka 100 ya hilaliya lakini pia karne kuna wengine wanasema ni miaka 60 wengine wanasema karne ni miaka 40 wengine wanasema karne ni aljail kizazi tu ile generation uzao huu babu yake baba babu wa babu hivyo kila watu wale ile ni jail kwa hiyo inategemea na wakati kuna baadhi ya nyakati karne au jail inarefuka wakati mwingine inakuwa fupi umefahamu kwa hiyo babu yake babu yako ni jail na babu yake baba yako ni jail ni baba yake baba ni jail na baba yako wewe ni jail na wewe ni jaili yako na mtoto wako ni jaili nyingine na mjukuu wako ni jaili kitu hivyo kwa hiyo kila jaili moja ni karne kizazi hiki hivyo mpaka hizi ni qurun kwa hiyo kizazi cha masahaba ni karne sawa tabi'in karne sawa atba'u tabi'in ni karne nyingine ni mmoja imefika miaka 100 au haikufika kwa hiyo wale waliomdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam wakakutana naye kwa sababu sahaba ni yule ambaye man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ومات على ذلك ولو تخللت الردة على الأصح sahaba ni yule ambaye amekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa katika hali hiyo sasa wale wote waliokutana na mtume sallallahu alaihi wasallam vipofu ambao hawaoni walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na wenye kuona na wengine wote watu wazima na watoto wao wanawake na wanaume ambao walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwamini na wakafa katika hali hiyo hao ndio maswahaba na wale waliokuja kuwaona wakakutana na wale waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam wamewaona watu ambao wamemuona mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ni karne nyingine na wale ambao wamewaona waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam atba'u tabi'ina pia na hiyo ni karne umeelewa na hii ndio maana ambayo ina nguvu zaidi na ndio inofanywa kazi katika vitabu vya hadithi na vinginevyo kwa ni kila jaili ni karne kwa hiyo khairun nas watu walio bora zaidi karni ni karne yangu mimi wewe ni karne mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na wale alioishi nao thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wanawafuatia hao wanawaandamia hao yani kizazi kilichofuatia hao sasa kizazi cha pili hicho thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wamewafuatia wao kizazi cha pili cha tatu thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wanawafuatia hao vizazi vingapi hivyo vitatu tunasema zile alqurunu athalathatu almufaddala karne zile tatu zenye kufadhilishwa
zilizobora. Thumma yaji'u aqwamun, kisha watakuja watu baada ya hao. Sasa watakuja watu ambao tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, utautangulia ushahidi wa mmoja wao kiapo chake. Atatoa ushahidi kabla hajatakiwa alete ushahidi. Wa yaminuhu shahadatahu, na kiapo chake ushahidi wake. Kwa maana atakuwa ni watu wengi wa kuapa, taapa kila jambo, mingine tena anaapa kwa uongo. Qala Ibrahim, akasema Ibrahim ibn man an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai an Abidah as-Salmani an Abdullah ibn Mas'ud. Ibrahim akasema wa kanu yadribunana ala ash-shahadati wal ahd, na walikuwa wakitupiga sisi kwa sababu ya ushahidi na ahadi. Mtu anapokuwa anakimbilia kutoa ushahidi hupigwa, au katika swala ahadi mtu akutekeleza alikuwa wakiwachapa. Kwa nini unafanya mne? Kwa sababu ni mambo makubwa. Lakini leo watu wanachukulia kwamba ni mambo madogo ya ushahidi. Mtu anaweza kushuhudia jambo ambalo yeye hana elimu nalo. Wama shahidna illa bima alimna wama kunna anil ghaibi hafidhin. Wama shahidna illa bima alimna, sisi hatukushuhudia ile ambalo tumelijua. Kwa hiyo hutakiwi kutoa ushahidi wa jambo usilolijua. Lakini sasa yamekithiri mambo hayo, na watu kutoa shahada nzuri ndio jambo la kawaida. Alhasil ni kwamba hadithi inatuambia kwamba watu bora ni kizazi kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kizazi kinachofuatia, kisha kizazi kingine kinachofuatia hao. Baada ya hapo sasa watu wote wanalingana katika khairia. Umefahamu? Lakini haina maana ya kwamba mathalan hakuna kitu kingine cha kufahamu. Hakuna mtu yoyote katika tabi'ina, yoyote katika tabi'in anaweza kufikia fadhila za sahaba. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba Umar bin Abdul Aziz al-Malik al-Adil bora kabisa, yeye atakumfadhilisha hata juu ya Muawiya bin Abi Sufyan. Si sawa sawa, si sawa sawa. Yule ni sahaba na huyu ni tabi'i. Tumefahamu? Lakini inawezekana kwa watu waliokuja baada ya hao katika atba'u tabi'ina huko, au baada ya watu wa karne ya 4 na ya 5, mmoja katika wao kutokana na khairi ambayo ametanguliza akamzidi mmoja katika afrad katika atba'u tabi'in au katika tabi'in. Inawezekana katika fadhila fulani, katika ilmu, katika jambo fulani mmoja. Lakini tunazungumzia mujtamaa sasa kamili, kizazi kamili. Hiki ni bora kuliko hiki na kizazi hiki ni bora kuliko hiki, kama vile inavyosema kwamba wanaume arrijalu qawwamuna ala an-nisa. Qiwama imewekwa kwa rijal, na jinsu rijal afdal min jinsi an-nisa, kwa sababu alaysa adh-dhakaru kal-untha. Qur'ani inatuambia namna hiyo. Lakini haina maana ahad katika wanawake, mmoja katika wanawake basi hawezi kumzidi mmoja katika wanaume. Ni nani hii leo anaweza kumfikia Aisha radhiallahu ta'ala anha, au Fatima au Khadija au nani kwa ilmu na fadhila na kila kitu? Lakini wale ni wanawake. Sikwambii watu wa zama hizo katika masahaba, bali katika zama hizi pia kuna wanawake waliokuwa bora kabisa katika ilmu na maarifa na kila kitu, bali pengine kwa nguvu na akili akamzidi mwanamume. Inawezekana, lakini haionyeshi kwamba sasa ile jinsi hii ni bora kuliko ile au wanalingana sawa. La, tunazungumza jinsu rijal na jinsu nisa. Hivyo basi vizazi hivi kwa ujumla wake ni vizazi vilivyokuwa bora kabisa kuliko wengineo. Nadhani tumeeleweka hapo. Kuna faida gani ya kujua ubora watu hawa? Mambo mawili makubwa, lakini tuyazingatie pamoja na kwamba kuna mengi. Moja katika hilo ni kuwaweka watu katika daraja zao. Watu wao kwenye daraja zao, masahaba wao katika daraja zao, tabi'ina kwenye daraja zao, atba'u tabi'ina kwenye daraja zao, na wewe je kwenye daraja yako? Baba yako mwe kwenye daraja yake, babu kwenye daraja yake. Usitake kujifananisha na watu ambao hujafikia katika daraja zao. Ni dhulm, kuidhulumu nafsi yako. Lakini jambo jingine
katika kufahamu afdalia na khairia walikuwa nao watu hawa ni kuiga mwenendo wao. Yale ambayo yaliwafanya wakawa bora, basi na sisi tuyafanye yale yale, tunde mwenendo ule ule, kwa kuwaiga na kuwafuata wale ambao wametangulia. Na hii ni amri imekuja kwenye Qur'ani na Sunna, ni amri katika yale ambayo wamemuafiki na wamekwenda sambamba na mafunzo ya sawa sawa. Ndio maana ijma'i yao, maafikiano yao, yani maafikiano ya haki, wakiafikiana juu ya jambo hili ni halali au jambo hili ni haramu, haiwezekani wewe ukenda kinyume ukaleta tofauti kwamba hili ilikuwa haramu tu katika wakati wao lakini sasa yafaa. La, ijma' yao imeshakuwa ni munaqid, hakuna khilafu itakayokuja baadaye itakayokuwa ni mu'tabar, hakuna. Ile jambo ndio lifahamu. Haya katika mambo mawili makubwa lakini yako mengi.